Ni matumaini yangu kwamba mzima na Mungu ameendelea kuwa mwema katika maisha yako. Leo nataka nizungumzie kuhusiana na neema ya Mungu, jinsi inavyoweza kukusaidia kuishi maisha ya ushindi katika ulimwengu huu. Neema ya Mungu jinsi inavyoweza kukusaidia kuishi maisha ya ushindi katika ulimwengu huu. So tunaanza neema. Ni jambo lolote jema ambalo mtu anapata katika maisha yake. Neema ni huruma ya Mungu kwa mwanadamu inayoambatana na baraka. Kwa hivyo tunaendelea, tunasoma katika kitabu cha Warumi 6 mstari wa kwanza. Biblia inasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Ina maana ya kwamba sisi tulioifia dhambi kwa kuzaliwa mara ya pili hatupaswi kudumu katika dhambi tena. Hatupaswi kuishi katika dhambi. Dhambi ijapo kusonga, inakupasa uishinde, na hili ndilo tegemeo la Mungu kwa watu wake hapa duniani. Kwa hivyo naenda kuzungumzia kuhusiana na neema hiyo, jinsi inavyoweza kutusaidia, na tutaangalia vipengele kadhaa, tukianza na kipengele cha kwanza ambacho kinasema ya kwamba neema ya Mungu inakupa ushindi juu ya dhambi. Neema vile inavyoweza kukusaidia. Jambo la kwanza, neema ya Mungu inakupa ushindi juu ya dhambi. Na tutasoma kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa kwanza hadi wa pili. Nasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. So neema ya Mungu ndiyo inayotupa wokovu, na kwa neema hiyo tunalindwa tusianguke dhambini. Neema ndiyo inayotusaidia tusianguke dhambini, na ndiyo inayotusaidia kuendelea kusimama katika wokovu. Neema ya Mungu ndiyo inayotupa nguvu ya kupigana na dhambi na kuweza kuishinda. So uwezo wa kuendelea kuwa ndani ya Kristo hautoki kwetu wenyewe, bali Mungu huachilia kupitia neema yake. So tutaangalia kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 18. Nasema ya kwamba twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Uwezo wa mtu kushinda dhambi kulingana na Yohana wa kwanza mlango wa 5:18 mstari, uwezo wa mtu kushinda dhambi hautegemei tu kwamba amezaliwa na Mungu, bali uwezo wa kujilinda. Aliyezaliwa na Mungu anapokea uwezo wa kujilinda. Shetani hawezi kumgusa. Anaposhindwa kujilinda, hata kama amezaliwa na Mungu, dhambi atafanya. Kuzaliwa na Mungu ni mtaji wa kuweza kujilinda. Mungu hawezi kumwacha mtu aliyemzaa mara ya pili hivi bila kumpa uwezo wa kujilinda. Uwezo huu wa kujilinda unategemea neema iliyo juu yake. Warumi inatuambia, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Kwa hiyo kwa imani tunaifikia neema ambayo ndani yake tunasimama. Mtu anapookoka anatakiwa kuendelea ndani ya neema aliyoipokea ili kudumu katika wokovu aliyoupata. Namna pekee ya kushinda dhambi na majaribu ya shetani ni kuendelea kukua katika neema tuliyoipata
kwa kuishi maisha yapasayo neema hiyo. So neema ni ngao ya kukulinda na uharibifu wa adui. As long as you continue in the grace, that grace becomes your shield from destruction and sin. Kwa kadiri unavyokuwa ndivyo neema inavyoongezeka. So wako watu wanaochukulia neema kama kitu cha mchezo. Kwa kudanganywa na shetani, wanajiambia mazingira yamekuwa magumu, sasa wacha nifanye tu hili. So wanafanya dhambi na anasema kwamba hata Mungu anajua nimeshindwa. So atafanya kwa sababu ana visingizio na visababu. So nitatubu baadaye. Anasema ipo neema. Lakini Warumi 6 mstari wa kwanza na wa pili, Paulo anatuambia ya kwamba tusifanye hivyo, kwa maana kama umeifia dhambi utaishije katika dhambi tena? So neema ya Mungu haijawekwa namna hiyo. Neema ya Mungu imewekwa ili kwamba itakapokuokoa na dhambi ikulinde utakapoendelea ndani